Nilimfahamu hayati Magufuli nikiwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuo kikuu, ambapo nilivutiwa sana na utendaji wake na kazi alipokuwa waziri wa ujenzi na uchukuzi. Nilitamani siku moja niwe kama yeye. Nakumbuka katika mkutano mkuu wa CCM mwaka 2012 nilimfuata na kumuomba agombee nafasi ya rais katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015, lakini alinifukuza na kusema hana mpango huo. Nilimfuata Mwigulu Nchemba ili sote tukamshawishi ili tumshawishi. Pia alitufukuza huku akisema kuwa ni lazima tuheshimu uamuzi wa kaka, kwamba yeye hana mpango wa kugombea nafasi ya rais. Pia nitakumbuka Mei mwaka 2015 ndiye mimi bungeni niliyekuwa mbunge wa mwisho kumuuliza swali ndani ya bunge, ambapo baadaye nilipata fursa ya kukaa naye mezani kwake na kupata ufafanuzi wa kina kuhusu swali nilokuwa nimemuuliza, ambapo awali wakati anajibu swali hilo aliomba tuonane mezani kwake tuzungumze mengi na kukubaliana. Wote wawili tulikuwa tumeshachukua fomu za kugombea nafasi ya rais ndani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2015, na baadaye Dr. Magufuli alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka wa 2015. Nakumbuka alivyokuwa mfuatiliaji makini wa utekelezaji wa majukumu ya wizara. Nilipokuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na nilipokuwa waziri wa mifugo, simu za usiku na mchana, vikao vingi sana, ilikuwa hakuna kulala, ni kazi tu. Nitakumbuka siku ameniteua na kuniapisha kuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Usiku wa ule saa 8 usiku akanipigia simu akilalamika kwamba haoni ninachokifanya katika wizara hiyo. Yaani sijaapishwa. Nilistaajabu sana. Nilikuwa bado hata sijaripoti wizara, na hata wakati mwingine nilikuwa sijui wizara ya mifugo na uvuvi iko wapi. Niliamini kweli ile falsafa ya hapa kazi tu, na nilielewa kwamba rais huyu alikuwa na tamaa kubwa, alikuwa na tamani mabadiliko ya haraka sana kwenye hiyo wizara ya mifugo na uvuvi. Nilijipanga kufanya kazi ya wizara mimi na wenzangu, wakati mwingine tulikaa ofisini mpaka hadi saa 7 usiku ili kuweza kukizi matakwa na mahitaji ya kiongozi wetu wa juu, Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Baadaye tukaanza kumsikia na tusifia hadharani, ikiwemo kutetea msimamo wa kupima samaki kwa rura, na kwamba aliamua baada ya sisi kufanya kazi usiku na mchana. Baada ya muda mfupi tukaanza kumsikia akitusifia hadharani kwenye majukwaa mbalimbali, ikiwemo na kutetea msimamo wa kupima samaki kwa rura, na kwamba aliamua, na siku moja akawaambia wananchi kwamba aliamua kutafuta waziri ambaye atakuwa na kichaa kama yeye, akampata Ruhaga Mpina. Mimi niliambatana naye kwenye ziara ndani na nje ya nchi. Tulienda Afrika Kusini, Zimbabwe, Namibia na kushuhudia talanta kubwa aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Na ukweli ni kwamba ndio ilikuwa safari hiyo tu ya nje kubwa, ilikuwa ni hiyo. Safari zingine zilikuwa ni za Afrika Mashariki. Ile safari ya nje ndio hiyo tu ya Afrika, aliyoenda Afrika Kusini, akaenda Zimbabwe, akaenda Namibia. Na mimi bahati nzuri siku hiyo nilikuwa nimefuatana naye. Kwa hiyo niliendelea kuona namna ambavyo tulikuwa tunajaribu hata kukutana na viongozi marais wa huko pamoja na marais wa staff na watu wengine wakubwa duniani kwenye vikao vile. Ndio unaelewa kwamba huyu kiongozi alikuwa na kipaji kikubwa sana. Mimi binafsi nilipopata taarifa za kifo cha Rais Magufuli nililia sana, tena kwa sauti kama mtoto mdogo. Niliona dunia imebadilika. Nilipata mkanganyiko wa kifikra na upweke uliopitiliza, nisijue la kufanya. Nilijua nchi na dunia imepoteza kiongozi bora ambaye ni vigumu kumpata mwingine wa aina yake. Nilijua nimepoteza mwalimu bora wa kazi na mwalimu bora wa siasa.